Kuu nchini Kenya imetoa uamuzi wenye uzito mkubwa wa kikatiba kuhusu nafasi ya naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Katika uamuzi huo, mahakama imeamua kuwa uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais ulikuwa wa kikatiba na halali, na kwamba kuna sharti la kikatiba linalohitaji ushirikishwaji wa umma katika mchakato huo. Uamuzi huu sasa unafunga mjadala wa kisheria uliokuwa umeibuka kufuatia mabadiliko ya uongozi katika ofisi ya naibu rais, huku ukifafanua mipaka ya mamlaka ya rais, bunge na tafsiri ya public participation ndani ya katiba ya mwaka 2010. Lakini nyuma uamuzi huu wa kisheria kuna swali kubwa zaidi la kisiasa na la kikatiba. Je, demokrasia ya Kenya inajengwa juu ya ushirikishwaji wa moja kwa moja wa wananchi au juu ya uwakilishi wa taasisi za kikatiba? Karibu Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani. Kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na hata kushare. Turn on notifications ili usikose chochote tunachoposti. Tufollow kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Jina langu Ogaro Brian Osoro, na leo tunaangazia uamuzi muhimu wa Mahakama Kuu ambao sasa umeweka msimamo wa kikatiba kuhusu uhalali wa uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Katika uamuzi huu, mahakama imebainisha wazi kwamba mchakato uliotumika ulikuwa wa kikatiba na kwamba haukuhitaji mchakato wa ushirikishwaji wa umma kabla ya uteuzi huo kukamilika. Huu ni uamuzi unaofunga mjadala mmoja wa kisheria, lakini wakati huo huo unafungua mjadala mpana zaidi kuhusu tafsiri ya demokrasia ya Kenya chini ya katiba ya mwaka 2010. Ili kuelewa uzito wa uamuzi huu, ni muhimu kwanza kurejelea muundo wa katiba ya Kenya kuhusu nafasi ya naibu rais. Katiba ya mwaka 2010 inaweka wazi kuwa naibu rais ni mteule wa rais ambaye uteuzi wake hupitia mchakato wa uthibitisho na idhini ya bunge la taifa. Hii ina maana kwamba tofauti na nafasi za kisiasa zinazochaguliwa moja kwa moja na wananchi kupitia kura ya jumla, nafasi ya naibu rais ni sehemu ya mfumo wa uteuzi wa kiutendaji wa serikali. Katika uamuzi wake, Mahakama Kuu imebainisha kuwa uteuzi wa Kindiki ulifuata utaratibu huo wa kikatiba kikamilifu, ikiwa ni pamoja na hatua ya uthibitisho bungeni ambayo ndiyo hatua ya mwisho ya kisheria katika mchakato huo. Mahakama pia imefafanua dhana ya public participation kama ilivyo kwenye katiba ya Kenya. Kwa mujibu wa uamuzi huo, ushirikishwaji wa umma ni kanuni muhimu katika utungaji wa sheria, sera na maamuzi ya kiutawala yanayogusa moja kwa moja wananchi kwa ujumla. Hata hivyo, mahakama imeamua kuwa uteuzi wa naibu rais hauingii katika aina ya maamuzi yanayohitaji ushirikishwaji wa umma, kwa sababu katiba tayari imeweka utaratibu maalum wa uteuzi huo kupitia mamlaka ya rais na uthibitisho wa bunge. Hii ina maana kwamba mahakama imeweka mpaka wa kikatiba kati ya ushirikishwaji wa umma na utekelezaji wa mamlaka ya kiutendaji ya serikali. Kwa mantiki hiyo, uamuzi huu umeimarisha hoja kwamba katiba haikusudii kila hatua ya uteuzi wa viongozi wa juu ipitie mchakato wa moja kwa moja wa maoni ya wananchi, bali kupitia taasisi zilizowekwa kikatiba. Kwa mtazamo wa kikatiba, uamuzi huu ni muhimu sana katika kuimarisha tafsiri ya mgawanyiko wa madaraka nchini Kenya. Kwanza, unaweka wazi kwamba nafasi ya naibu rais ni sehemu ya mfumo wa uteuzi wa kiutendaji, si nafasi ya uchaguzi wa moja kwa moja wa umma. Hii inaimarisha mamlaka ya rais katika kuchagua naibu wake ndani ya mipaka ya katiba. Pili, unaimarisha nafasi ya bunge la taifa kama chombo cha kikatiba cha uthibitisho wa uteuzi wa viongozi wa juu katika serikali na si chombo cha ushirikishwaji wa umma moja kwa moja.
Tatu, unaweka mwongozo wa kisheria kuhusu matumizi ya dhana ya public participation, ukifafanua kwamba si kila hatua mchakato wa serikali inahitaji ushirikishwaji wa moja kwa moja wa wananchi. Kwa upande wa kisiasa, uamuzi huu unakuja katika kipindi ambacho nafasi ya naibu rais imekuwa sehemu ya mjadala mkubwa kuhusu uhalali wa mabadiliko ya uongozi, uimara wa taasisi na tafsiri ya katiba katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika. Kwa baadhi ya wachambuzi, uamuzi huu unaimarisha utulivu wa kikatiba kwa kuwa unafunga mianya ya sintofahamu kuhusu namna naibu rais anavyoteuliwa. Lakini kwa wengine unaibua mjadala mpana zaidi kuhusu kiwango cha ushirikishwaji wa wananchi katika maamuzi ya juu ya kitaifa. Na hapa ndipo mjadala wa kitaaluma unapoingilia kwa kina. Je, demokrasia ya kisasa inapaswa kujenga ufanisi wa taasisi za kikatiba au ushirikishwaji mpana wa wananchi katika kila hatua ya uongozi? Kwa sasa Mahakama Kuu imeweka msimamo wa kikatiba. Uteuzi wa Profesa Kithure Kindiki kuwa naibu rais ulikuwa wa kikatiba na halali na haukuhitaji ushirikishwaji wa umma. Uamuzi huu sasa unafunga ukurasa mmoja wa mjadala wa kisheria, lakini pia unafungua mjadala mkubwa zaidi kuhusu mipaka ya ushirikishwaji wa wananchi katika mfumo wa uongozi wa juu nchini Kenya. Na sasa swali linaendelea kubaki mezani. Je, katiba inalenga zaidi ufanisi wa serikali au ushirikishwaji wa moja kwa moja wa wananchi katika kila ngazi ya uongozi? Majibu yake huenda yakawa sehemu ya mijadala mikubwa ya kikatiba katika miaka ijayo. Na kufikia hapo basi ndipo natamatisha kwenye habari moto za sasa ndani ya Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare. Washa notification usipitwe na habari moto za sasa. Tufuate kwenye mitandao yote ya kijamii @Moto TV Kenya. Jina langu Ogaro Brian Osoro.